Hii ni Maisha Kamili. Tunakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, msikilizaji wetu, tunakukaribisha tena kwenye mwendelezo wa masomo yetu. Tunaendelea kujifunza Biblia kwa kupitia mwongozo wetu. Leo siku ya Alhamisi tuna somo zuri linalosema wokovu wako ujulikane. wokovu wako ujulikane. Wokovu wako ujulikane. Umeokoka lakini haijulikani kama umeokoka. Au ina maana gani? Kabla tujachimba tupate kuomba. Amina. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru maana umetufikisha hapa tulipo. Mungu wetu, tunakusihi tunapoanza masomo haya uanze nasi. Uwe mwalimu wetu na tuwe wanafunzi wako. Tunamwombea msikilizaji wetu naye apate kujiunga nasi na elewe sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Wokovu wako na ujulikane. Wokovu wako na ujulikane. Yaani kwa mfano Mwalimu Nyerere ameenda kupigania uhuru wa Tanganyika, ameenda UN. Ameupata. Ashinde kuwatangazia watu wake ameupata. Itakuwa ni sawa uhuru. Au chama kimepata, kimeenda kwenye uchaguzi, kimepata ushindi. Huo wokovu usitangazwe. Ni hasara, sio hasara? Ni hasara. Hasara kubwa. Kwa sababu chama kikipata ushindi ni kwa ajili ya wapiga kura wake pia, au hata wasiopiga kura. Wokovu wa Mungu kwa Israeli ni kwa ajili pia ya mataifa yote. Tunasoma Zaburi ya 67 kwa macho hayo. Soma. Zaburi ya 67. Wokovu wangu na ujulikane. Zaburi ya 67 hapa. Linasema Mungu na atafadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake. Njia yake ijulike duniani. Wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu na wakushukuru, Mungu. Watu wote na wakushukuru. Mataifa na washangilie. Naam, waimbe kwa furaha. Maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Watu na wakushukuru, Mungu. Watu wote na wakushukuru. Nchi imetoa mazao yake. Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki sisi. Miisho yote ya dunia itamcha yeye. Yaani chochote kinachofanyika kwa Israeli kina matokeo kwa mpaka miisho ya dunia. Kwani Israeli ni kaka wa dunia, kielelezo. Wewe uchumi wa Marekani ukayumba, usikizi kishindo kwenye shilingi ya Tanzania. Utasikilizi? Lazima. Yerusalemu ilikuwa ni katikati ya dunia, kama unavyoweza kusema New York. Maamuzi yanayofanyika pale ni kwa ajili ya ulimwengu mzima, si ndivyo? Lakini mambo ambayo Mungu anawafanyia watu wake katika Yerusalemu ni aidha kwa hasara au kwa faida ya ulimwengu mzima. Huko nyuma tumejaribu kuangalia, nadhani tuko na mwenzako kwenye somo la mangapi ile tuliposoma Yeremia sura ya 4. Mungu anaporuhusu majeshi ya Nebukadneza kuja kuvamia Yerusalemu, anasimulia kuanguka kwa Yerusalemu kama kuanguka kwa dunia nzima. Yaani dunia nzima inaonekana kama haina watu. Kumbe ni Yudea tu haina watu. Sasa hapa wokovu wa Mungu kwa Israeli unatabiriwa kama ni wokovu wa Mungu kwa mataifa yote. Amen. Hii lugha inafafanuliwa pia katika kitabu cha Isaya sura ya 56, ambapo Mungu anawahasa watu wake washike hukumu, watende haki, maana wokovu wake ukaribu kuja na haki yake kufunuliwa. Sasa haki yake inapofunuliwa na wokovu wake unapokuja kwa Israeli, inakuwaje kwa mataifa? Mstari wa 7 soma. 56 mstari wa 7. Mstari wa 7. Anza mstari wa 6. 56 mstari wa 6. Mstari wa 6.
na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake. Kila aishikaye Sabato asiivunje na kulishika sana agano langu. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Bwana Mungu akusanyaye waliofukuzwa katika Israeli asema, pamoja na hayo nitamkusanyia na wengine. Ndio hao wageni hao. Endelea hapo. Zaidi yao walio wake waliokusanywa. Hii ni Isaya inatabiliwa, ni unabii kwa mambo ambayo Mungu anaenda kuyafanya kwa Israeli iliyo uhamishoni Babeli. Mungu anasema nitawarudisha, nitawakusanya. Lakini anapokusanya, anawakusanya pamoja na wageni na wa mataifa. Ametumia lugha ambazo labda niongee kidogo, zitatusaidia kidogo kwa nasema. Anasema hao wageni hawa ambao watakubali, watalipenda jina la Bwana. Watakao muandama Bwana ili wamhudumu, wamtumikie. Sivyo hivyo? Eti wawe watumishi wake, kama Israeli ambavyo inarejea kuwa watumishi wa Mungu, sio kutumikia sanamu. Sivyo hivyo? Anasema watakao kubali kushika Sabato wasivunje na kulishika sana agano langu. Hapa ndio nitaka ni comment. Anatumia lugha za wakati huu wa agano la kale kuelezea uaminifu ambao watauonyesha watu hawa. Alafu Mungu alete wokovu wao. Kulingana na agano la kale, Mungu aliahidi kuleta wokovu na baraka kama unashika agano lake. Na Sabato ilikuwa ni ishara ya kwamba wewe ni mwaminifu kwa agano. Kuvunja Sabato ilikuwa inamaanisha umevunja agano. Na ndio maana yule mama alikutana anawakuta kuni siku ya Sabato, alipigwa mawe. Ni sawa sawa na mtu anakutwa anachana bendera hapo Kariakoo au hapo mjini Dar es Salaam, anachana bendera ya Tanzania. Wewe unadhani kosa lake ni sawa sana kwamba amepitisha ushuru au amekula rushwa ya barabarani, traffic? Makosa yanafanana. Yaani huyu ni kwamba amekataa utaifa, amekataa Tanzania, amekataa mamlaka ile, amekataa. Yaani ni ishara, yaani unapovunja ile ishara inamaanisha ndio hivyo. Sasa Mkenya amekuja au Mganda amekuja, sijui ni siku ya uhuru, watu wanashika bendera ya Tanzania, wanaenda kwenye uwanja wa stadium au sherehe, na yeye ameshika bendera ya Tanzania, naye unamhesabu ni mgeni, naye si anachukuliwa kama mwenzake, na kwamba huyu ni mwenzetu, amekubaliana na sisi. Alafu anasema hawa nitawaleta, ndio hiyo lugha anayotumia, nao watakuja kwenye mlima wangu mtakatifu. Ile mambo ya Yerusalemu 144,000 makutano. Sio Wayahudi tu hawa, na ni makutano pia, na ndio hawa wageni. Amen. Sasa anasema hawa, sasa anasema atawafurahisha katika nyumba yake, ndio hekalu hilo lililoko juu ya mlima huo. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu. Unadhani Mungu ataonyesha distinction? Ataonyesha, anasema ninyi si wa humu. Anasema hawa si wamekubaliana na masharti ya humu. Lakini lugha zinazotumiwa, iwe ni Sabato, iwe ni agano, iwe ni haya makafara, ni lugha za agano la kale. Lakini ni mambo ambayo yatakuja kutimika katika agano jipya. Ndipo ambapo sauti inatoka, nendeni kwa mataifa yote, na wanaoingizwa sio Israeli tu, unaanzia Yerusalemu mpaka miisho ya nchi. Na watu hao wanaokaribishwa katika jumuiya au mlima Sayuni, mlima mtakatifu, ni watu waliokubali kumtumikia Bwana. Na wanaonyeshaje uaminifu kwa Bwana? Wamelishika agano jipya, wametunza Sabato. Sabato ipi? Sabato ya Bwana. Ndio ipi? Kwamba umeshika na agano lake, agano jipya. Ndio Sabato ipi? Agano jipya. Sema.
Mwana wa Adamu ndio Bwana wa Sabato. Amen. Unapoonyesha imani kwa Kristo, umekubaliana na agano lake alilofanya kwa wanafunzi wake pale alipokuwa na mimina ile divai, somo la jana. Ndio hivyo. Umekubaliana aondoe dhambi zao. Wewe unasamehewa, unapumzishwa, unasabatika, unaingia rahani mwake. Amen. Na haijalishi wewe ni Myahudi, haijalishi wewe ni ulikuwa Myunani au Mnailon au Mbantu. Anasema hawa ndio watajifurahisha. Na anasema dhabihu zao. Sasa usisije ukasema hizi lugha dhabihu zao, tuende Yerusalemu ndio nyumba ya Bwana. No, Yesu ndio hekalu sasa. Na dhabihu zetu ni zipi? Usichukue kondoo ndugu yangu, ng'ombe. Waebrania anasemaje 13? Sadaka za kushukuru ndio dhabihu. Zaburi ya jana tulizungumza, mpigieni Bwana shangwe. Mwimbieni Bwana sifa zote. Amemaliza vita, ametukaribisha hekaluni, tumwabudu, tumtumikie. Sasa Mungu anapookoa Israeli, wanapouona wokovu wake pale Yerusalemu, amemaliza uadui wake. Alipomimina ile divai, unajua ndio alikuwa anaenda kuondoa dhambi na kuwaletea ufalme, auingize kwenye ufalme wake wale wanafunzi wake. Somo la jana. Wokovu umejulikana, ndio anasema nendeni kwa mataifa yote. Na akuwafundisha, alisema mwafundishe kuyashika yote niliyowaamuru. Wanifuate mimi, nilikuja kutimiliza mapenzi ya Baba yangu. Kumfuata Yesu ndio ujumbe ulikuwa unatakiwa uende kuanzia Yerusalemu mpaka mwisho wa nchi. Ndio wokovu huo wenyewe ambao ulitakiwa utangazwe kwa mataifa yote. Mimi nimeweka kituo, wewe unaongeza. Ninaposhindwa kuendelea kutangaza kwa mataifa, basi na wokovu wangu haujajulikana. Sababu ameniamuru niende duniani kote kuwafundisha yote aliyoniamuru. Ninapoishia kwangu mimi hapa bila kwenda kuwafundisha, basi wokovu wangu haujajulikana. Na inawezekana labda wokovu wako kanyang'anywa. Na hizi kwa mfano nani Chadema, sio Chadema lakini basi Chadema imeshinda uchaguzi. Imeshinda uchaguzi. Alafu ile kamati haujatangaza. Haujaenda kwenye media kutangaza. Basi ushindi utakuwa kama haujajulikana. Watu watapigia shangwe kweli, watawasikiliza kwamba hao ndio watawala. Watasubiri, tangazeni. Kwa hiyo unatangazaga nimeokoka. Natangaza. Mbona kama umejifikiria hivyo? Sijafikiria. Yaani unatangaza nimeokoka. Unajua wakati mwingine watu tunakataa kusema mimi sitaki kujitangaza kwamba nimeokoka. Mimi sitaki kushika Biblia mbele ya watu wananiona. Mimi sitaki kuonekana mshamba. Lakini naomba nikwambie, unapotangaza wokovu wa Bwana, kuna watu ambao watahitaji kunufaika na wokovu huo wa Bwana. Yaani maana sio wako tu, na ni wa wengine pia. Kwa hiyo kama unatangaza Mungu amekufanyia hivi au Bwana amefanya haya Yerusalemu, usishie Yerusalemu, usishie kwa hao watu na wengine, kwa faida ya hao wengine. Sio unasemaje? Na wokovu wako ujulikane. Usipojulikana hujaokoka. Umeokoka lakini umekataa wokovu. Sasa unajua kama umekataa ushindi, wewe umeshakataa, nasema lakini msitangaze matokeo. Hapo sasa utatawala vipi? Bwana atatawala vipi? Maana swala sio wokovu wako, ni wokovu wa Bwana. Bwana amekuokoa. Sasa hutaki kusema amekufanyia nini? Unawanyima wengine fursa. Sio wewe tu unajinyima fursa ya kushiriki wokovu huo, lakini hata wengine kushiriki wokovu huo. Rafiki yangu, naamini kwamba
utakubaliana na sisi ya kwamba wokovu wa Bwana umefunuliwa Yerusalemu, umetangazwa Samaria, na hata huku Afrika Mashariki unajulikana. Yesu ameifanya mwili wake kuwa hekalu, na wote tunakaribishwa kumtumikia Mungu kwa yeye. Amen. Bila kujali utaifa, ukabila, mahali pako au ulikuwaje huko zamani. Hili ndilo agano jipya ambalo Mungu amefanya na watu wake. Dhambi hazitaki kutushikilia tena, tunatakiwa kumtumikia kwa uhuru Mungu wetu. Kwa wale ambao wamepokea ujumbe huu, heko. Kwa wale ambao bado, ninaomba tunapoinamisha uso huu tupokee wokovu huu. Ni hakika umefunuliwa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wokovu huu ambao umetufunulia kwa injili hii iliyohubiriwa na Paulo na Petro, uliohubiriwa na mitume, ya kwamba Yesu ameshinda mauti, dhambi zetu zimeachiliwa, na sasa tunaweza tukapokea sio tu Yerusalemu, na hata Dar es Salaam, na hata Nairobi, na hata Bujumbura, ya kwamba nyumba ya Bwana iko free, na tunaweza tukaingia mpaka ndani na kumtumikia Mungu kwa mioyo iliyo safi, na dhabihu zetu akazikubali. Baba, tupatie kuamini, tupatie kutembea, tupatie kuyatangaza mambo haya. Turudishe tena kesho, maana ndivyo tunavyokuomba kwa masomo haya kama mengine kama haya, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Rafiki yetu, msikilizaji wetu, leo ndipo tumefika somo la mwisho katika wiki hii, ambapo kesho sasa tunakuja kwenye maswali na kufanya muhtasari. Nilikuwa mimi mwenyeji wako Geoffrey Omondi, na Enos Makalindile. Tunakuaga na unaendelea kutupata kutoka hapa Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.